my faith. Nawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Niwakaribishe tena asubuhi ya leo tuweze kuwa na tafakari ya pamoja tena. Kitabu ni kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka 14 kuanzia fungu lile la kwanza. Maandiko yanasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi Hahiroth, karibu na kati ya Migdol na bahari, kuikabili ama kukabili bahari Sefon. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. 3. Naye Farao atasema, katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya moyo wa Farao uwe mgumu, moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kwamba mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa asubuhi ya leo. Tunakuja mbele zako sasa tukitamani utufundishe kama ilivyo kawaida yako. Ibada hii ipate kibali machoni pako, mwanzo na hata mwisho, kwa jina lako Yesu, amen. Basi niwakaribishe tena tuweze kuwa na tafakari ya pamoja juu ya wimbo wa Musa. Sasa jana jioni nilijaribu kuelezea namna ambavyo kulikuwa na connection kati ya mission ya Yesu Kristo na mtumishi wake Musa. Nikawaeleza ya kwamba hii Biblia haina kazi nyingine zaidi ya kufunua huduma ya Yesu Kristo.
na haijawahi kumfunua mtu zaidi ya Yesu mwenyewe. Sasa nisikilize kwa makini. Kuna watu waliofanya mazuri sana ndani ya hii Biblia, lakini kuna watu pia waliofanya mabaya ndani ya hii Biblia. Wapo. Sasa wanaofanya mazuri hatufundishwi kuwaheshimu wao. Jamani, haleluya. Biblia imewatumia tu wao kuona namna walivyotumika kufanya kazi ya Mungu kwa ufasaha. Lakini sincerely target kubwa ya Biblia ni wao kufunua huduma ya Yesu Kristo basi. Hatuna message ya Musa ndani ya hii Biblia, wala hatuna message inayomhusu Yusufu ya kwamba tusimame hapa tuhubiriane. Maana kimsingi huyu Musa unayemuona wewe ana good side na ana bad side, ana upande mwema na ana upande mbaya. Nikuhakikishie tu, nimeamua kutumia upande Mungu aliyomtumia kufunua huduma ya Yesu Kristo. Lakini light ningesema nichukue hii Biblia na nitumie kuonesha negative side ya Musa. Kuna mengi sana. Huyu Musa tunaweza tukamuhifadhi kwa namna tunayoweza, lakini uhalisia ukatai, ni muuaji. Huwezi kuta Mwebrania na Misri wanapigana, ukamuua Misri ukasema nimemtetea ndugu yangu. Wewe ni muuaji tu, hakuna lugha nyingine. Kwa hiyo utagundua katikati ya utumishi wa Musa kuna kitu kikubwa sana unachotakiwa kujifunza, ambacho baadaye tukifika kwenye wimbo wa Musa wenyewe mtakiona. Ni neema ya Mungu peke yake. Kwa hiyo regardless amemchagua. Nisikilize sasa, kuchaguliwa na Mungu hakuna kinga, rafiki zangu. Wasije wakakosea walio wateule wa Bwana wa kanisa la Magomeni mkasema ya kwamba ni watumishi wa shetani. Ninawaambia leo, hata waliochaguliwa na Bwana hutenda dhambi. Aliyenielewa hata kidogo nipungie hivi tu. Maana huwa mnafikiri ya kwamba kwa sababu wana wito wa Mungu aliye hai, wenyewe wana kinga, wawezi anguka. Si kweli. Tena wako kwenye hatari mbaya kuliko wewe. Wako kwenye hatari mbaya sana. Labda nikaseme na aka kakauli hivi, mnaelewa ya kwamba shetani anahitaji vitu bora peke yake? Mungu wetu ni mwenye rehema, yeye hubeba wote wa aina zote, lakini shetani kwa neno la Kiingereza yuko very selective. Miaka kadhaa nikiwa jiji la Mwanza huko nyuma, nimewahi kumtembelea mzee mmoja akiwa anaumwa, nikiwa na mchungaji mmoja rafiki yangu mwenzangu. Tumefika kwenye nyumba ya huyo mzee, alikuwa na miaka mingi sana, almost miaka 85 plus. Yupo kitandani, ameparalyze, kuna sehemu za mwili wake hazifanyi kazi. Ana changamoto kubwa, ana kisukari, anaumwa ya moyo, yani ana vitu vingi vina shida. Kufika pale ananiambia, Pius, nimekutafuta kijana wangu, nimeambiwa umekuja. Nikamwambia ndio mimi niliyeko hapa na ninaongea na wewe. Sasa ni miongoni mwa wazee waliotokea kunipenda sana kwa kipindi hicho. Akanambia, nimefurahi umekuja kuniona, ninaomba uniombee. Nikamwambia, una shida gani mzee? Akanambia, ninahisi wachawi wanahangaika na mimi. Nikamwambia, kwa nini wawazie wachawi? Akasema, pastor, ninakwambia ukweli kijana wangu, nakwambia ukweli mjukuu wangu. Nikamwambia, kwa nini? Akasema, hapana, nikifika hospitali kuna muda kabisa natibiwa, napata uafadhali, naona naweza nikakaa vizuri, ila nikifika hapa nyumbani naona kuna shida, inawezekana hii nyumba kuna changamoto. Mzee akawa na idea zake mbovu. Sasa nikamwambia tu neno moja, halikuwa zuri sana. Nikamwambia, hivi mzee wangu, kama shetani anachukua wanadamu, sijui wachawi, sijui watu gani, whatever, tutoe for instance wale wanaosema sijui nani anachukuliwa anaenda kufanya kazi huko kwenye mashamba ya watu, wachawi wanamtumia.
Nikamwambia hivi, wewe mzee wangu, shetani mchawi akikuchukua leo ukalime hata shamba, wewe utalima shamba la mtu wewe? Yaani wewe shetani akikuchukua, kwanza kazi ya kwanza lazima akutibu pressure. Ya pili akutibu sukari. Ya tatu, hiyo miaka 85 ni mingi, kulima huwezi, akurudisha hata miaka 50. Ana kazi kubwa, hawezi fanya ujinga huo, unamsingizia tu. Nikamwambia wewe ni useless, yani wewe kwa shetani huna faida yoyote. Kwa hiyo unataka kusemaje? Naomba mnisikilize rafiki zangu. Kama huwezi kuwa na matokeo chanya kwa Mungu, shetani hana muda na wewe. Oh. Hutoi zaka, kuomba huombi, kuimba huimbi, kuhubiri huwezi, hata kuchangia vitabu huwezi. Huna matokeo yoyote chanya kwa Mungu, huna hata moja. Shetani anajua haumuathiri chochote. Shetani anahitaji watu ambao akiwachukua na kuwaweka mahali watampa matokeo ya haraka kuliko unavyofikiri wewe. Na ndiyo maana watu walioko kwenye majaribu makubwa ni watu wenye vitu vya ziada. Mungu anisaidie nizae vitoto vizuri. Umezaa watoto wenye majaribu kuliko unavyofikiri. Na niwaambie majaribu yetu hayafanani, msijidanganye humu ndani. Wala msijidanganye hata kidogo. Hatufanani hata siku moja. Kuna mtu mmisha kama baraza ya nidhamu, anajirudiaga kila siku ni yeye tu. Lakini mkimwangalia quality zake, Mungu amewekeza kwake vitu vingi. Naomba niwaambie, kuna wakati msikae vikao vingi, mumuombe. Vita yake sio ndogo. Kuna watu wanapitia magumu kuliko mnavyofikiri. Shetani yuko bize nao. Beneti, ukiona unajaribiwa sana na unapitia magumu sana kuliko unavyodhani, wewe ni mtu wa thamani kwa jina la Yesu. Shetani hajaribu watu wa ovyo ovyo, hana muda huo. The less the impact, niongee hili neno na litafsiri. The less the impact, the less the trials. Ingekuwa na wanauchumi wangesema under ceteris paribus. Lakini ninachoweza kusema, namna ulivyo na matokeo madogo, hata majaribu yako ni madogo sana. Magomeni, nisikilizeni. Siku mtakayosimama na kuamua muifanye kazi ya Mungu kwa uweredi, mkaungana mkawa kitu kimoja, naomba niwaambie, shetani atawatafuta kuliko mwanzo. Mema yakianza kuonekana kwenu, Ibilisi atakuja kwa nguvu za kasi sana. Hakuna kipindi shetani huongeza nguvu kama kipindi ambacho mwanadamu humkaribia Mungu aliye hai. Maana kuna watu wanafikiri labda nikiomba sana majaribu nayo yanapungua. Hamna. Namna tunavyomkaribia ndivyo shetani navyo anavyotutafuta. Nendeni huko duniani. Hivi mnawaona wale wasanii wanaoimba nyimbo za kidunia? Wale ni watu very special, my dear brothers and sisters. Kama unabisha, nenda studio tu na wewe utoe wimbo uone kama utatoka. Kama hajasikiliza tu shangazi yako na bibi yako ukaishia hapo. Si kawaida wanavyotoka huko, wanatoa nyimbo zinatoka, wanafanya kitu gani na wewe ni mshiriki na unasikiliza, wanateka concentration. They are very unique, ni watu imara mno. Nasi tumeitwa kwa kazi moja. Vyote vizuri tunavyoviona shetani anavihitaji, lakini ni vya Mungu aliye hai. Ndio maana nawaambia wenye karama ndani ya kanisa waombeni. Msivione hivi vibinti vizuri vina muonekano vinapitia majaribu, nyie ni kuviongeaongea. Majaribu anayopata sio mepesi kama unavyofikiri wewe. Wamsumbue wa kanisani, wamsumbue wa kazini, wamsumbue wa kwenye kituo cha daradara, wamsumbue wa kwenye kona gani,
Nyie kazi yenu ni kuongea tu, yani haka nako mnahangaika bure. The trials are many, anayoyapitia ni magumu. Alihitaji maombi yenu kuliko mnavyofikiri. Mtu amepanda cheo leo, mtaanza tu amepanda dharau, anainua mabega. Hapana, alivyopanda cheo, shetani naye anamtafuta kwa kiwango cha juu. Hatamani kabisa atumie cheo chake kufanya kazi ya Mungu, maana itaenda kwa kasi sana. Waombeeni Mungu aliowainua kiuchumi, waombeeni Mungu aliowapa karama, waombeeni waliojitoa kwa Mungu 100%. Wako kwenye matatizo makubwa kuliko mnavyofikiri. Na ukiamua kumtumikia Mungu kwa dhati, vita yako si ndogo, rafiki yangu wa Magomeni. Kuna wakati unasema mbona nayapitia magumu mengi kiasi hiki? Ni shetani hahitaji upate utulivu, maana wewe ni package. Sasa Musa alikuwa miongoni. Jana niliwaeleza, na sio tu Musa tu, watu wengi. Nendeni msome Biblia yote, someni hiyo Biblia. Watu wote shetani aliyowatumia hawakuwa watu wa kawaida. Yule Nebukadneza niliwaelezea hapa habari zake. Lile ni jemedari la vita, very specialist. Simkamsome Nimrodi aliyeita watu wote, anawaambia leo tunajenga hapa na tunakaa hapa na tunajenga mnara. Hakuwa mtu wa kawaida. Angekuwa tu ni mtu wa ovyo ovyo tu anaongea, wangemtia hata makofi wenyewe. Lakini ni mtu mwenye convincing power. Watu wenye ushawishi ndani ya kanisa, ombeni sana. Kuna hatari Mungu kugeuza ushawishi wako usifanye kazi ya Mungu isonge mbele. Unaweza ukajikuta ni mtu wa kukwamisha tu kila wakati, wa kukwamisha kila jambo. Kuna wakati kaa peke yako, mwambie Mungu, ushawishi ulionipa na utumiaje ndani ya kanisa la Magomeni? Maana shetani anajua una convincing power isiyokuwa ya kawaida, na anatafuta vitu bora siku zote. Atasimama mhubiri hapa, atasema unajua waimbaji wa sauti ya tatu wapuuzi. Atasimama nani, waimbaji mtawaongea na vita wanaopitia ni ngumu, mtawapoteza mwishoni. Kumbe walihitaji maombi yenu kuliko maneno yenu. Someni watu wa kwenye Biblia, waulizeni wale kina Suleiman. Walijaribiwa watu waliokuwa na hekima kupita maelezo, na shetani akaona hawa ndio ninaowahitaji. Wengi sana, wote shetani aliyokuwa anajaribu kuwatumia ndani ya Biblia ni watu unique. Kasomeni kwa kina Mfalme Daudi. They were very special. Ninatamani mngeelewa hata uwezo hata wa yule Yuda Iskariote. Niyo mkimsoma mnamuona tu mtu wa kawaida. The guy was smart here. Judas. Lakini ndio hao shetani alijaribu kuwatumia na kuwagaragaza. Ombi langu asubuhi ya leo, washiriki wa Magomeni, kama Mungu ametupa chochote cha kufanya kazi yake, tuombe sana, maana tuko vitani. Hivyo hata ukiniambia habari za Farao, nitakwambia si mtu wa kawaida, na shetani anataka ammalize. Hasa jana niliwaeleza kidogo, naomba nifungie hapo. Wana wa Israeli, Mungu anapoleta mapigo 10 kwa taifa la Kimisri, niliwaambia jana jioni, Mungu hakuwahi kuwa na mpango wa kuua maadui zao. Na usije ukapiga magoti hata siku moja ndani kwako, ukapiga magoti ukasema, Baba, ninaomba uwamalize watesi wangu, waangamize. Achana na maombi ya design hiyo, acha. Mungu hana mtu anayeitwa adui ndani ya Biblia nje ya Ibilisi, hayupo. Wewe adui wewe, aliyekuumba yeye mwenyewe. Ujio wako wa kuja duniani ni kwa approval yake Mungu aliye hai. Utakuwaje adui wa Mungu? Niliwaambia ya kwamba ile programu ya mapigo 10 yote
ilikuwa ni kwa wokovu wa Israeli na wokovu wa Wamisri. Mungu alihitaji Farao aokolewe kuliko unavyofikiri wewe. Labda niwape mfano. Mnayakumbuka yale mapigo? Pigo la kwanza linapigwa la Mungu Naili, mto Naili pale. Linavyopigwa pigo la kwanza, yani mapigo yote yanapigwa, pigo likiwa kali, Farao anamuita Musa, nenda umwambie Mungu wenu kesho na waruhusu muondoke. Musa na anarudi kwa Mungu, Baba amekubali, kesho tunaondoka. Mungu naye anaelewa moyo wa Farao ulivyo, anamwambia okay, sawa. Kesho anarudi, Farao anasema hakuna kuondoka mtu. Adhabu ya jana inakuwa kali kuliko ya kesho. Na Musa ameenda kuandaa wana wa Israeli. Jamani, pigo alilopiga Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Farao amekubali. Kesho safari. Wanapaki mizigo. Kesho yake Farao anasema safari hakuna. Manaume yanarudi, tuliwaambia bwana, kuna kwenda wapi hapa? Wanaanza kumlalamikia Musa. Kuna wakati ni kama walihisi, ni kama walianza kumwambia Musa, kwa nini Mungu asiachane na mapigo ampige Farao mwenyewe? Mapigo 10 yote ya nini wakati akimpiga Farao shughuli imeisha? Lakini Mungu analeta mapigo kwa miungu ya Kimisri, lakini anambembeleza Farao. Farao, neema yangu inakutafuta. Wenyewe wanaona kama Mungu anachelewesha hukumu, lakini kumbe Mungu anatangaza neema. Haleluya. Wanadamu wanahitaji hukumu sana. Na ndio maana tukiwa humu ndani ya kanisa tukikosea, wanadamu wanataka tuhukumiwe, ndicho wanachotaka. Hawataki tutangaziwe neema. Na waambia asubuhi ya leo, mwanadamu yeyote anayependa hukumu kwa mwanadamu mwenzake, hiyo ni tabia ya Ibilisi. Mwanadamu aliyeongoka kwa kiwango cha juu anaijua neema kuliko kawaida. Hutamani hata waliokosea waanze upya kwa jina la Bwana aliye hai. We kila kitu tu nataka watu waadhibiwe, kila kitu watu wahukumiwe, kila kitu watu watangazwe, kila kitu watu wadhalilishwe. We ni mtu wa namna gani? We unataka watu waanikwe tu, ndiyo furaha yako. Na una kauli zako nzuri tu. Wachungaji wa siku hizi wanalea dhambi sana. Ndiyo lugha ulio nayo. Lakini naomba niwaambie, huenda Mungu angekuwa mchungaji wa Magomeni, huenda angekuja hapa akakutana na mshiriki kama Farao ambaye anatakiwa kushughulikiwa instantly on the spot. Alafu Mungu analemba, anaanguka mara ya kwanza, Mungu anaye tu, mara ya pili anaye tu, mara ya tatu anaye tu, analeta vipigo vidogo vidogo 10. Farao yuko hai, anadunda tu, na yuko kwenye cheo chake kile. Nyie msingestahimili. Magomeni, naomba niwaambie, neema ya Mungu ni kubwa sana ndugu zangu. Wale tulio wakatia tamaa na kuwanyanyapaa, kwa Mungu bado wana thamani sana, wanahitajika. Mungu alitumia neema iliyokamilika kumtafuta Farao. Kama Nebukadneza alivyooneshwa neema, kama akina Nimrod walivyooneshwa neema, kama wengine wote aliowavumilia kwa kipindi kirefu, kama wa kipindi cha Nuhu aliowapa miaka 120 yote injili inahubiriwa kwa miaka yote, ni neema ile ilivumiliwa kwenye mapigo 10 kwa nyakati tofauti kwa Farao, Mungu akiwa kimya akihitaji Farao abadilike, lakini hakuisikia sauti ya Bwana. Nami ninawatia moyo asubuhi ya leo, neema ya Bwana inatutafuta. Usijikatie tamaa. Kuna watu tumo kanisani tunafikiri tulishakataliwa zamani. Hiyo terminology ondoa. Ninajua kuna washiriki wamekujengea kitu kwenye ubongo kiasi kwamba unaamini wewe sio miongoni mwa wateule. Umeamini hivyo, maana njia zako wanazijua, na kwenye faili lao hata la kanisani wana njia zako mbaya, ziko accumulated, wamezijaza za kutosha.
Nami nakutangazia leo, kikombe chako hakijajaa. Bado kuna nafasi nzuri yenye neema ya Mungu aliye hai. Tusimame. Kuna furaha sana mbinguni pale ambapo mtu mmoja aliyepotea na kwenda mbali atasaidiwa na kurejeshwa kujiunga na neema ya Kristo Yesu. Msiwatafute wale walio bora peke yao, hata wale wasiofaa tukiwatafuta na kuwarejesha kwa Bwana, ina maana kubwa mbele za Mungu aliye hai. Jaribuni kuitafuta ile tabia ya hata wale ambao jamii haiwakubali na kanisa haliwakubali, wasaidieni wamjue Mungu aliye hai. Makanisani mwetu humu tuna makundi ambayo kuna wengine tumeshawaweka kwenye klasi ya kurithi, ambayo huenda hatuwafikirii kabisa kuona ufalme. Mimi nimekuja Magomeni kuwatangazia hao ni wana wa Mungu aliye hai. Msijihesabie haki sana na kuwathamini wale wanaofaa kwenye macho yenu. Hemu wale hata wale wasioridhisha mioyo yenu, muwape thamani na kuwatangazia neema ya Kristo. Hata sisi tuliokataliwa na wanadamu bado ni wa thamani kwa Mungu. Basi niwaombe, hata kama mtatunyima vyeo kanisani, mtutangazie tu neema ya Yesu inatutosha. Mtunyime vingine vyote, mtunyime tu. Hata kama kwenye uzee wa kanisa hamuwezi kumrudisha, maana si hili liko mikononi mwenu. Hata kama kwenye uzee hamuwezi kumpatia tena, basi mumpe thamani ya kwamba na yeye ni mtoto wa Mungu aliye hai. Hata kama kacheo kokote kanisani hamuwezi kumpatia, acheni, maana si lazima. Acheni kabisa. Lakini kumuona hafai na kumtenga, hapana, msifike huko. Mumtangazie neema, na yeye ni mtoto wa Mungu aliye hai. Ni kama Musa anamwambia Mungu, pigo la kwanza tumeenda, amesema tunaondoka, nimerudi, amebadilika. Pigo la pili nimeenda, nimerudi, amebadilika tena. Pigo la tatu bado anawaza yale yale. Ninafikiri yamemtosha. Bado Mungu anamwambia Musa, tulia. Hilo ni la sita tu, mpaka tufike la 10. Mungu, yote 10. Ya nini mengi ya namna hiyo? Unamvumilia tu ya nini? Mungu anamwambia Musa, neema yangu ni kubwa sana mwanangu. Ni neema ile ile iliyokutafuta Musa ulipomuua Misri. Ulitakiwa ukija kwenye ikulu ya Wamisri wakuue, lakini mbona umekuja? Hakuna anayekumbuka dhambi yako. Si kwa sababu wewe ni mjanja sana Musa, ni kwa neema yangu mimi Mungu niliye hai. Wewe umepata kibali, lakini ukikumbuka mapito yako ni mabaya. Lakini wamekuheshimu Magomeni, na wewe ni shemasi mkuu wa kike. Ila laiti wangelijua ujana wako ulikuwa ni mbaya kiasi gani, wasingejaribu. Ni Mungu amekurehemu. Sasa hivi ni mzee kweli, umetulia, huna taabu. Uzee umekutuliza kweli kweli. Lakini mbona hawa vijana hutaki hata wasogee madhabahuni? Kumbuka zama zako za ujana wako. Mpaka sasa hivi una heshima ndani ya kanisa la Magomeni. Mungu amekufichia mengi sana, amekurehemu wewe. Rehema za Bwana ni kubwa kwenye maisha yetu. Tuangazie, tuwatangazie hata walio maadui zetu neema ya Kristo. Tusiwe wepesi kutamka hukumu, tuwe wepesi kutamka neema. Bwana ubariki sana. Tusogee mbele tuombe.
Basi tupige magoti pamoja. Baba na Mungu wetu mwema, nimenyenyekezwa na neno moja tu asubuhi ya leo. Uvumilivu wa mapigo 10 ulioutoa kwa Farao ndio uvumilivu unaoutoa kwa kila mwanadamu chini ya jua. Lakini kuna watu tumefikia pigo la pili tu, wanataka tuwakatie wanadamu wenzetu tamaa. Kuna watu lilipofika pigo la 3 tulitengwa, hatutakiwi tena. Baba, kwa sababu wewe unatangaza neema na kuzidi, nami ninaomba asubuhi ya leo neema yako itawale kwa washiriki wa Magomeni na wale wanaotufuatilia online. Kama kuna mtoto wako anataka neema na msamaha, Baba msamehe asubuhi ya leo.